Naam, tuko na moja kati ya viongozi wa madereva wa tenki Tanzania. Naomba ujitambulishe kwa majina yako. Naam, kwa majina anaitwa Rajabu Moshi Shabani, ni mkurugenzi kupitia taasisi ya Tatamata. Naam Rajabu, kuna tetesi au fununu tumezisikia madereva wa tenki mmeanzisha umoja wenu wa madereva wa tenki Tanzania. Dhumuni lenu au lengo lenu hasa ni nini kwa kuwa na umoja wa madereva wa tenki Tanzania? Naam, ni kweli hicho ambacho umekisikia. Tumeamua na tumewiwa kuanzisha grupu la tankers Tanzania nzima. Kwa maana kwamba tunahitaji madereva wa tanker kuwaweka sehemu moja, kupitia haya magrupu ya WhatsApp tuweze kuzungumza changamoto zinazotusibu ama zinazotukabili katika upakiaji wa mafuta na pia ushushaji wa mafuta. Bwana Rajabu, hivi unahisi umoja wenu huwa sasa hivi utakuwa na nguvu au ni vile vile tulivyowazoea kugawanyika madereva wanaogawanyika? Je, unahisi sasa hivi mtakuwa pamoja kweli? Matumaini yetu na mipango yetu, tuna imani umoja huu utakuwa ni wenye nguvu, kwa sababu umoja huu, kumbuka mimi nimekuambia ni kiongozi kupitia bodi ya kurugenzi kupitia taasisi ya Tatamata, lakini grupu hili alifungamani na chama, alifungamani na taasisi. Lengo la kufanya hayo ni kuwaweka madereva pahala pamoja, sehemu moja, ili tuzungumze lugha moja na hatimaye kutoa elimu juu ya usafirishaji wa haya mafuta. Nyie kama madereva awe moja kati ya viongozi wa madereva tenki Tanzania, ni mikakati ipi na mipango ipi mmeweka ili kufikia malengo yenu? Mkakati na msingi mkubwa katika grupu la tankers, msingi wetu mkubwa kwanza ni kuwakutanisha watu, kuwaunga watu katika grupu, na hilo limekuwa ni mwitikio madereva Tanzania, kwa maana kwamba madereva tankers wameitikia mwitikio huo kwa nguvu, kwa hali na mali naweza nikasema. Kwa hiyo mikakati yetu, mkakati mkubwa ama msingi mkubwa ni kuhakikisha madereva wanakaa sehemu moja. Huo ndo msingi wetu mkubwa kwanza. Na una nini cha kuambia madereva kwa wakati huu? Madereva sina cha kuambia zaidi ya kuambia tupendane, tuishi kwa kusaminiana, tuishi kwa kuheshimiana. Nina imani kwamba dereva ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo tukiheshimiana tu na misingi yetu ambayo tutakuwa tumejiwekea sisi, basi itafikia hatua tutafanya kazi kwa upendo na kwa kuheshimiana pia. Hauna lolote la kuambia Tanzania na wapenda magari makubwa? Mimi labda niwaambie hawa madereva wenzangu ambao wanabeba mizigo hii, kwa maana kwamba flatbed, loose cargo, container, karibuni kujumuika kufanya kazi katika kuyasafirisha haya mafuta. Lakini mafuta yanahitaji elimu, mafuta yanahitaji utambuzi, yanahitaji mtu ambaye anajitambua kweli kweli. Kwa hiyo ukija huku basi jaribu kujoin katika haya magrupu ya WhatsApp, kwa maana kwamba tankers driver utakuwa ni mtu ambaye katika miongoni wa wale watu ambao wanajitambua. Na pia cha kumalizia, una nini cha kuambia wamiliki wa magari haya mnayofanyia kazi, yani mabosi zenu? Una kipi cha kuambia au cha kuwashauri? Mabosi zangu mimi naweza nikawashauri kuwa nyakati zinabadilika. Kwa hiyo na wao wanapaswa wabadilike. Sasa hivi madereva wa Tanzania hawa, hususan madereva wa tankers, wengi wameamua kufanya kazi kwa kubadilika kulingana na nyakati. Kwa hiyo na wenyewe wabadilike, kwa maana kwamba pesa ambayo walikuwa wanawalipa miaka hiyo ya nyuma, na maanisha mileage kutoka Dar es Salaam hadi Kongo milioni 700,000, 800,000, basi wajue na sasa mambo yamebadilika, na wao wanapaswa wabadilike kama madereva walivyobadilika. Na moja kwa moja, huyu ni Rajabu, moja kati ya viongozi wa Tatamata, pamoja na ni moja kati ya viongozi wa tenki Tanzania. Anaitwa Bwana Rajabu. Tukutane wakati mwingine, muda na wasaa kama huu.